Uharigani mpenzi mtazamaji wa Simba TV, ni katika juma lingine pendwa kwenye kipindi chako kizuri kabisa. Hapa ni Simba TV, mahali ambapo unaweza kupata taarifa zote rasmi kuhusiana na klabu yako pendwa Simba Sports Club. Kama si hapa basi ni katika mitandao yetu ya kijamii, ndio maeneo ambapo unaweza kupata taarifa ambazo zinahusiana na klabu yako pendwa. Achana zile taarifa ambazo zinazungumzwa pembezoni huko katika mitandao ya kijamii ambayo si rasmi na klabu yako pendwa, au katika maeneo mengine tofauti tofauti ambayo si rasmi ya klabu yako pendwa Simba Sports Club. Mimi ni Tobias Sebastian ambaye nakuletea Simba TV ndani ya juma hili. Story ya kwanza au taarifa ya kwanza ambayo nakuletea ni kuhusiana na kikosi chetu kuanza safari kutokea Dar es Salaam kuelekea Zanzibar katika kombe la Muungano. Mchezo wa kwanza sisi Simba Sports Club tutacheza tarehe 23 na Mwenyezi Mungu akitujalia kufuzu katika hatua inayofuata tutacheza mchezo wa pili tarehe 26, kisha kama tutafanikiwa kufanya vizuri pia hapo tutakwenda kucheza mchezo wa finali tarehe 29 ya mwezi wa 4. Malengo makubwa katika mashindano hayo ni kuhakikisha tunafanya vizuri kama ambavyo kocha mkuu amezungumza, lakini pia kama ambavyo msemaji wa club Ahmed Ali amezungumza. Hiyo ndio story ya kwanza tutakuletea. Lakini pia story ya pili, katika juma lililopita tukiwa katika uwanja wa Kassim Majaliwa pale Lindi, Simba Sports Club tulifanikiwa kupata ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya mwenyeji wetu Namungo. Katika mchezo wa ligi kuu ya NBC tulihakikisha tunafanya vizuri kama malengo yetu yalivyokuwa, na kweli tulifanikiwa kupata kile ambacho tulikuwa tunahitaji. Katika story hiyo pia kuna mengi mazuri ambayo yametokea. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea. Yes, kama ambavyo nilikutaarifa au kukwambia hapo awali, story ya kwanza ni kuhusiana na kikosi chetu cha Simba Sports Club kuanza safari kutokea Dar es Salaam kuelekea Zanzibar, na kule ni au kilichopo mbele ni kombe la Muungano mwaka 2026. Kikubwa ni kuhakikisha tunafanya vizuri. Tupate nafasi ya kumsikiliza meneja wa habari na mawasiliano wa klabu yetu pendwa Simba Sports Club Ahmed Ali akizungumza kuhusiana na taarifa hiyo, lakini pia tupate nafasi ya kuona nini ambacho tunakwenda kufanya katika mashindano hayo. Tumemaliza ratiba yetu ya mwezi wa 4 na sasa tunakwenda kwenye ushiriki wa kombe la Muungano pale visiwani Zanzibar, na tayari ratiba imeshatoka. Tunataraji kuwa na safari kati ya tarehe 21 ama 22 ya kwenda visiwani Zanzibar. Yes, mara baada ya kutoka kushuhudia taarifa hiyo, na sasa twende tukaangalia katika juma lililopita katika uwanja wa Kassim Majaliwa pale Lindi tulicheza mchezo wa ligi kuu ya NBC sisi Simba Sports Club tukiwa ugenini dhidi ya wenyeji wetu Namungo, mchezo ambao tulifanya vizuri kwa kuhakikisha tunatimiza malengo yetu ya kupata pointi 3, na ndio hivyo ambavyo tulifanikiwa kupata pointi 3 katika mchezo ambao ulimalizika kwa sisi Simba Sports Club kufunga mabao 3-1. Performance nzuri kutoka kwa wachezaji wetu ikiwemo Anseti Oura ambaye yeye aliibuka kuwa mchezaji bora wa mchezo huo. Tutapata nafasi ya kumsikia, lakini pia tutakuja kupata nafasi ya kumsikia Libase Gie ambaye naye alifunga bao katika mchezo huo. Tutapata nafasi ya kumsikia, lakini mwisho kabisa tutakuja kumsikia semaji la CAF Ahmed Ali akizungumza vile vyote ambavyo vilitokea katika mchezo. Na mara baada ya kutoka kumshuhudia Ahmed Ali tutakuja kuangalia highlight na baadhi ya matukio ambayo yalitokea katika mchezo huo ikiwemo mabao 3 ambayo tulifunga. The game was tough because Namungo play well also, but the first half we give everything to try to control the game and to score fast, and Namungo also create many problems for Simba, but we continue to try and second half we try to done the game quickly. This is the story of the game. You played well and you score important goal for us. Yes, for my teammate everyone can score, but normally we must to score early. But I'm happy today to score. I continue to help my team because we have big challenge. But everyone in the front can score. But I'm happy to score today. I need to know your target up to now. Now, just I want to continue to help Simba because I have big responsibility for Simba, and the fans believe me. Many people believe me, and I continue to give the confidence the people give me. Finish. Any message for Simba fans?
I can say thank you for the fans because always they come to push Simba team, and I'm happy for that. Simba and Nguvu Moja. I feeling good today. It's an important match. On a pris les 3 points aussi. Et aussi on a bien joué. J'ai encore marqué. Je pense que ça ne va pas s'arrêter là. On va toujours s'améliorer et marquer plus de buts pour aider beaucoup le club. Merci à tous les supporters, merci à tous ceux qui sont venus. Je suis vraiment heureux. Merci. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa kazi kubwa ambayo tumefanya na kufanikiwa kupata ushindi katika mchezo huu wa leo. Mchezo haukuwa mwepesi na tulitegemea mchezo ungekuwa ni mgumu kutokana na aina mpinzani ambaye tunakwenda kucheza naye. Tunawafahamu Namungo ni washindani kweli, na kama haitoshi ina wachezaji wazuri na ina mwalimu mzuri ambaye ana uwezo wa kutengeneza ushindani kwa dakika 90. Tukafanikiwa kupata magoli mawili, lakini kutokana na roho yao ya kiushindani hawakukata tamaa, wakaendelea kupambana, wakapata goli moja, matumaini yao yakaanza upya, yakarudi upya. Baada ya matumaini yao kurudi upya, mechi ikawa ni ngumu kweli kweli. Tukaenda kwa pressure hadi half time kwa goli 2-1, lakini baadaye kabisa Mpanzu anakuja na iua mechi, ushindi wa mabao 3-1. Tumefurahi, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini tunawapongeza Namungo kwa mchezo mzuri, lakini kubwa kabisa tunawapongeza wachezaji wetu kwa kuonyesha mchezo mzuri na kupata ushindi mkubwa. Ratiba ilikuwa inaonyesha tunacheza michezo 4 kama si 5 ugenini. Tumecheza michezo 3 Arusha, tumekuja kumalizia mchezo mwingine hii leo hapa Lindi. Tueleze na hichi ambacho tumekipata kwenye huu mchezo. Tulikuwa tuna mwezi mgumu wa away wa kucheza michezo mingi ugenini, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Leo hii tumeitamatisha rasmi safari ya mwezi wa 4. Haijakuwa kwa 100% kwa maana ya kupata alama zote 12, lakini walau tumevuna alama 10. Tunawapongeza wachezaji wetu, benchi la ufundi kwa kazi kubwa ambayo imefanya. Haikuwa rahisi mechi za Arusha, haikuwa rahisi mechi ya hapa Ruangwa, lakini kazi kubwa imefanyika na vijana wamefanya kazi yao, wameondoka na alama 10. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Sawa Samad, hili limeshamalizika. Walau kwa uchache tuzungumze na mashabiki kisha tuangalie nini ambacho kinafuata mara baada hiki kuisha. Tunawashukuru mashabiki ambao wamekuwa nasi bega kwa bega kwenye ratiba yote hii ya mwezi wa 4, na tunawashukuru mashabiki ambao wamekuja hapa katika uwanja wa Majaliwa, wameonyesha support ya kutosha. Uwanja ulikuwa full house na mechi ilikuwa nzuri ya kuvutia. Mechi ya ligi kuu inapaswa kuwa namna hii Toby. Inapaswa kwanza mechi sio tabirika, mechi ambayo mwenye goli anakuwa na pressure, asiyekuwa na goli anakuwa na pressure, mechi ambayo hakuna mwenye uhakika wa kuondoka na alama 3. Unashinda magoli 2 lakini bado unakuwa huna uhakika, goli linarudi bado unakuwa huna uhakika. Kwa hiyo mechi ya ligi kuu inapaswa kuwa na ushindani wa namna hii. Wachezaji wanapaswa kucheza mechi ya ligi kuu namna hii, wajitume, wapambane. Makocha wanapaswa kutengeneza timu ya namna hii. Ndio maana Mwalimu Juma Mgunda ameendelea kuishi na heshima yake, kwa sababu kila mechi yeye anaitengeneza vizuri na anatoa upinzani mkubwa. Mwalimu Juma Mgunda ni tofauti na makocha wengi hasa wazawa ambao wakicheza mechi na timu nyingine unaona wakiwa na mipango mibovu kweli kweli. Kwa Mwalimu Juma Mgunda ni tofauti. Amecheza Simba Sports hapa ambapo kwa fikra za kawaida, kwa kuwa ni mwajiri wetu wa zamani, watu walikuwa wanategemea kuona mechi fulani nyepesi hivi, lakini Simba tumetoka ulimi hapa, mechi ilikuwa ni ngumu kweli kweli. Hiyo ndiyo standard ya mechi ya ligi inapaswa kuwa, na Mwalimu Juma Mgunda anastahili pongezi kubwa kweli kweli, na wachezaji wa Namungo hawakucheza kwa kujiangusha, hawakufanya makosa, walicheza mechi yenye hadhi ya ligi kuu.
Kwa hiyo mashabiki wetu wameenjoy, mashabiki wetu wamefurahia standard ya mechi ya ligi kuu. Niwapongeze sana wale wote ambao wamekuja hii leo. Tumemaliza ratiba yetu ya mwezi wa 4 na sasa tunakwenda kwenye ushiriki wa kombe la Muungano pale visiwani Zanzibar, na tayari ratiba imeshatoka. Tunataraji kuwa na safari kati ya tarehe 21 ama 22 ya kwenda visiwani Zanzibar kwenda kushiriki kombe la Mapinduzi. Tumalizie pia nayo, waliofunga mabao kwenye mchezo uliopita ndio wamefunga mabao katika mchezo, ukimtoa tu Clatous Chota Chama. Amefunga Libase Geye, ni jambo zuri kwa Libase kuwa na mwendelezo wa kufunga. Najua Libase pamoja na kwamba jukumu lake inaweza kawa sio kufunga moja kwa moja, lakini kwenye modern football wachezaji wanaocheza mstari wa mbele kuanzia namba 7, namba 8, namba 11, 9 na 10, hawa wote ni magol getter, hawa wote wanatakiwa kufunga. Kwa hiyo kwa Libase Geye kuendelea kufunga, kuwa na mfululizo wa kufunga ni jambo jema kwake ambalo linamuongezea confidence zaidi na linamuongezea ubora zaidi. Amefunga mechi dhidi ya Dodoma Jiji, amefunga na mechi ya leo. Lakini kwa Anicet Oura tena amefunga mechi iliyopita, amefunga Oura amefunga mechi dhidi ya Dodoma na anafunga tena hii leo, tena magoli ya kikatili. Lakini Oura kufunga mechi ile amefunga Elim Panzo alifunga mechi dhidi ya Dodoma Jiji na amefunga mechi ya leo. Goli la maana kweli kweli, goli la kikatili, goli la ligi kuu kweli kweli. Ni faraja kuona wachezaji wetu hawa wanaendelea kufunga, hasa wale wa eneo la mbele wanatengeneza morali, confidence na wanazidi kuwa bora zaidi. Tunawapongeza na tunawaombea kila laheri. Anicet Oura mchezaji bora wa mechi ile? Amestahili bila shaka, amekuwa na mwendelezo mzuri wa kufanya vizuri. Oura tangu amekuja hajawahi kucheza vibaya. Kila mechi kwake ni sikukuu, ana enjoy kucheza mechi, anafanya vitu vya kitaalamu, anafanya vitu vya hatari. Oura ni moja kati ya sajili bora sana ambao tumeifanya msimu huu. Chama Clatous, Anthony Mligo, Anton pambana na Jacob Masawe, mpira anapewa Anicet Oura. Anicet tazama apeweza kucheza. Anicet Oura anaingiza cross ndani, unaondoshwa na Faki, anawahi tena Anicet Oura. Anicet aingiza cross nyingine kwa Selemani Mwalimu kwenda kuondosha. Anton Mligo, Libase hana kingine cha kufanya, yeye ni mmoja tu. Libase Geye bao lake la 4 msimu huu kwenye eneo zuri, anakamilisha kazi ambayo Simba wanaifanya. Furaha yote, kushangilia kote ya hiki ambacho wana Simba anakifanya hapa, anakifanya Libase Geye dakika ya 11 akiwa huru kuweza kukamilisha ule mpira. Haukutolewa ukatoka, Anicet Oura kauwai, akachekecha mpira ambao ukaondoshwa, haukwenda mbali kwa Anthony Mligo. Libase akakamilisha kuweka mpira ndani ya net, akatazama mali Musa Malika, goodbye. Mpira unapokelewa vyema kabisa na nyavu za lango la kusini, ikiwapa Simba bao la kutangulia. Oura, Anicet Oura, Anicet Oura wafanye nini tena Simba? Bao la pili la Anicet Oura, alipokea mpira akautazama, akatazama tena kipi aweza kufanya, akamweka kwenye wakati mgumu Musa Malika kwa mara nyingine tena, ambaye anaruhusu bao la 21. Makosa alifanyika, yeye alishindwa kugusa ule mpira ambao alisogea nao Anicet Oura. Musa Malika kadai, lakini alifika mwisho na kushindwa kugusa ule mpira.
wa chini chini ambao unapokelewa vyema kabisa na nyavu la lango la kusini. Bao la pili kwa Simba. Anise Ura anafunga bao lake la 3 msimu huu kwenye ligi kuu ya NBC. Mabao yote yametoka kwenye mapana ya uwanja kwa Simba kushoto na kulia. Gabriel aingiza ile cross ndani. Penalty. Wanapata penalty Namungo. Mpira ambao mwamuzi amepuliza filimbi yake. Inaonekana kwamba ulimgonga Yusuf Kagoma kwenye mkono. Rogers Gabriel weka ile cross. Mpira ambao ulidunda. Mwamuzi amepuliza. Sasa kwa tazama wakati akijiandaa kuficha mkono Yusuf Kagoma, mpira ukaenda ukagonga. Heriti ya Makambo tayari ameshaushika mpira na kwenda kuutenga. Kile Shomari akijaribu kuelekeza kwamba alikuwa ameficha mikono. Filipe amekwisha pulizwa na Heriti ya Makambo. Hajafunga bao msimu huu kwenye ligi ya NBC akiwa na Namungo bado. Nafasi amepata ni mkojo penalty dhidi ya Kasali. Makambovic. Heriti ya Makambo wanapata bao moja wauaji wa kusini. Ni bao ambalo linamfanya awe na bao la kwanza msimu huu ligi kuu ya NBC, akiungana na wengine kwa upande wa Namungo kufunga bao la 17 msimu huu. Mpira ambao ulidunda na kugonga kwenye mkono wa Yusuf Kagoma. Ni mkojo wa penalty ambao unatumiwa vyema kabisa na Namungo kuandika bao. Akienda upande mwingine Jibrila Kasali. Ameipiga katikati katika eneo ambalo ametoka mlinda mlango Derek. Eli Ura anampa tena Eli Mpanzu. Eli analazimisha mwenyewe. Eli Mpanzu! Ameilazimisha yeye mwenyewe Eli Mpanzu na imepita. Kwenda kuwapa hai mashabiki wa Simba. Eli Mpanzu kibisa wala mambo anayofanya kwa Wakongo si kitu cha kushangaa. Kwenda kukata maenu. Eli Mpanzu aliyelazimisha yeye mwenyewe. Pina mbali kusana Anise Ura akapitishiwa, akatanguliza kwa mguu wa kushoto, akararua ule mpira ambao unakwenda kujaa kwenye net. The Qatarist ameichochea yeye mwenyewe. Ni bao lake la 3 msimu huu. Amehusika kwenye mabao 8 kwenye kikosi cha Simba. Bao la 3 akiwa na asisti 5 Eli Mpanzu. Hiki si kitu cha kushangaa. Anatokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taifa ambalo mambo haya ndio nyumbani kwao. Ismail Ture amenyanyua mpira mrefu pembeni kwa Eli Mpanzu. Ameupokea Eli. Eli anaingia na hatari. Eli Mpanzu. Eli Mpanzu waka ndani kule, mpira ambao unakwenda nje. Bashiri Kibaila, nyota ambaye amepatiwa muda lambe kidogo, lakini anashindwa kuweka mpira kwenye neti. Eli Mpanzu akifanya kazi kubwa, ameiweka tu kwenye njia ile pasi, lakini ngoma inatoka nje, ni goal kick. Nyota ambaye kapandishwa kutoka
Naam, nadhani utakuwa umeenjoy na kufurahi kushuhudia Simba TV ndani ya juma hili. Kuna mengi mazuri ambayo pengine ulikuwa unatamani kuyaona au kuyasikia ndani ya Simba TV, na sasa umepata nafasi ya kuyaona na kuyasikia ndani ya Simba TV. Kuna mengi mazuri ambayo tunakuandalia kwa ajili ya Simba TV ijayo. Kuna mengi mazuri ambayo tunakutayarishia kwa ajili ya Simba TV ijayo. Mimi ni Tobias Sebastian, usiache kuangalia na kufuatilia Simba TV. Bye bye.